hiyo ukoo, hiyo ndio salamu ya nyumbani. Sasa kwamba Bwana Yesu asifiwe. Yani baba yetu asifiwe. Baba yetu nani? Yesu Kristo. Oh. Kwa hivyo baba yenu ni Yesu. Baba yetu ni Yesu Kristo. Urudi na usome, sawa? Sema ashhadu. Ashhadu. Alafu naomba utoe sauti. Maana hata huyu mwalimu hakusikii. Na hapo ulipo huyu hakusikii. Hata sauti hakuna. Hivyo ndio vile anaongea. Ongea hivyo. Mimi ongea hivyo. Tuseme kwa mfano umefinywa tumbo vizuri. Hivyo ndio utaongea ati niache. Sauti tena imeenda. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illa. Allah. Allah. Wa ashhadu. Ashhadu. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulu. Mimi nakwamba sikuelewi. Mimi Muislamu, hebu ngoja. Mimi Muislamu ukiniuliza swali kuhusiana na imani yangu na kutolea Qur'ani kama nilivyokutolea andiko. Wewe Mkristo na kuomba andiko hutaki kufungua Biblia. Kwani ya moto? Hata kuishika hutaki. Unaona? Sasa tukushika sitaki. Mimi nakwambia sisi katika dini yetu kitu ambacho tunahubiri sana kwa wingi pale mahali ni kwamba imani, tunahubiri mambo na imani. Hatuhubiri mambo na ishara. Imani gani? Unaona? Imani kuamini kwamba Yesu Kristo ndiye Mungu. Wapi imeandikwa? Ambaye anastahili kuabudiwa. Wapi imeandikwa anastahili kuabudiwa? Unaona? Nitakwambia jinsi mbingu inavyokaa. Sitaki mbingu inavyokaa. Hujai kwenda huko wewe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimu salihat wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ama ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu wapendwa watazamaji wa Straight Path Dawa. Mimi najulikana kama Ramadhan Kuria bin Kaguo na nikiandamana na mwenzangu hapa anajulikana kama Khalifa Juma kutoka Ingo. Na kipindi chetu kinajulikana kama Dawa Mitaani. Na siku ya leo alhamdulillah tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema zake nyingi tu. Alhamdulillah. Kabla sijaendelea, kwanza ni shukrani kwa ndugu zetu ambao walisikia kilio chetu na wakaweza kuchangia katika kununua vifaa. Bimaana wanasema dawa iendelee hata giza likiwepo, dawa isisimame inshallah, maadamu uwezo upo wa kufanya inshallah ifanyike. Usijali kelele ambazo ziko huku, ni Wakristo nao wako na crusade yao. Anasema Yesu anaponya ukimwi, anaponya kansa na mengineo. Ndivyo wanavyoamini. Lakini tunajua tunapokuwa wagonjwa anayetuponya ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi ndugu zangu hapa kwenye kipindi kilichopita niliomba taa, ama nilisema tunahitaji taa sababu wakati mwingine tunachelewa hapa uwanjani na giza likija kazi inakuwa haiendelei vizuri, ama inabidi tufunge tuondoke na watu bado wanakuwa na hamu ya kuendelea. Kwa hivyo nikasema tunahitaji taa. Mwenyezi Mungu akulipeni fi dunia wal akhirah. Hapa na vijana wangu hapa kwanza tuko na mataa mawili kama unavyoona hapa. Tuko na mataa kama unavyoona. Mashallah. Hii taa hii naomba ushikilie. Kwa hivyo ya pili. Ila tunaambiwa ukiweka mwanga mwingi haiwezi kuwaka sana mpaka dakika 25 mpaka 30, ila ukiweka mwanga kidogo kama unavyoona mpendwa mtazamaji, hapa kuna taa inabadilika rangi, na vile vile unaweza
ukaongeza ama ukapunguza mwanga wake. Kwa hivyo hiyo ni ya kwanza, na ya pili kwa hapa inshallah, iwapo leo tutachelewa tazitumia, na hapa kuna stand yake, naomba utoe stand tuweze kuiona inshallah. Taa ya pili kwa hapa, na stand ni ile nzuri kabisa hii. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunashukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutujalia kufika katika viwanja hivi, na tunashukuru wale wenzetu ambao wametusaidia katika kutupatia hizi taa, kwa sababu saa nyingine huwa tunapiga hapa muhadhara, tunaondoka saa za nyakati za usiku sana. Huwa tunatamani kumaliza mapema kabla ya salatul maghrib, lakini watu wanakuwa wamejaa na wana hamasa ya kuuliza maswali. Hata wengine wanatusubiri wakati tunapokuwa tunaswali, wanatuambia malizeni kuswali mje tuendelee. Kwa hivyo inatupatia changamoto. Kuna wakati tumeondoka hapa karibu saa 3 za usiku, watu bado wana hamasa ya kuuliza maswali, na lengo letu katika viwanja hivi huwa inakuwa ni kufikisha kalimatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hasa kwa wale ambao hawajaipata fursa ya kupata nuru na mwangaza wa Uislamu na kufahamu mafundisho halisi ya Uislamu kama ilivyofundishwa kupitia Qur'an na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi na sunna. Kwa hivyo tunafika hapa kwa kuweka mambo sawa, kwa sababu hapa unapata kuna watu pia wamesoma Qur'ani na hizo aya wanazielewa kimakosa. Kwa hivyo tunakuja kunyoosha mambo hapa. Kuna wengine wamesoma hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini wanazifahamu na kumizi-quote kimakosa. Kwa hivyo tunafika hapa lengo ikiwa ni kuweka mafundisho ya Mwenyezi Mungu kuwa sawa na kueleweka vizuri miongoni mwa binadamu, Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Kwa hivyo karibuni tena, tufuatane moja kwa moja mpaka mwisho wa kipindi. Na kama unavyoona leo tumefurahi sana, tumeweza kupokea taa, ambapo hii ni fadhila kubwa sana tumefanyiwa kama Straight Path Dawa. Ni sadaka kubwa sana ambayo hatuwezi kuisahau, kwa sababu huwa tunapata shida sana wakati wa kutoa hadhara. Vipindi vinakwenda mpaka usiku, na inafika wakati saa nyingine huwezi kuambia watazamaji au wale wahusika wanaohudhuria mihadhara hapa kwamba basi tumemaliza twende hivyo. Wanakuwa wanataka kujua mambo mengi zaidi. Kwa hivyo inabidi tunarudi kufanya mihadhara kwenye giza hadi nyakati za usiku. Lakini nashukuru kwa waliotutolea hizi taa. Mwenyezi Mungu awazidishie katika riziki yao. Mwenyezi Mungu awabariki familia zao, watoto wao, na Mwenyezi Mungu awajalie Jannatul Firdaus kesho siku ya Kiyama. Kwa hivyo karibuni, tuendelee sote kwa pamoja. Ndugu yangu, njoo tusalimiane kidogo. Ni mimi sasa. Shekha apumzike. Na shekha ni mgonjwa kidogo. Njoo tusalimiane tu. Salamu ni shida. Haya, sawa. Ndugu yangu, karibu tusalimiane kidogo. Salamu tu. Mwenyezi Mungu, wewe ni Muislamu ndugu yangu? Kuna mambo ilitokea. Songa karibu. Kwanza jina unaitwa nani? Naitwa Abdi. Naitwa? Abdi.
Gabriel. Gabriel, karibu sana bwana Gabriel. Karibu sana. Mimi naitwa Khalifa Athman Juma na mimi ni Muislamu. Lengo la kufika hapa huwa tunafundishana tu, na tunatufundishana na watu wengi sana hapa, wengine Waislamu, wengine Wakristo, kuna wengine wapagani, kuna wengine wa dini mbalimbali ambazo hata hujai kuzisikia. Huwa wanakuwa hapa tunajadiliana. Kuna watu wanakuja hapa na vitabu vya kiajabu, si Qur'ani, si Biblia, na wanasema kwamba hivyo ndio vitabu. Sasa huwa wanakuja hapa tunajadiliana kwa amani kuanzia asubuhi mpaka jioni, kisha wanakwenda zao nyumbani. Umesema jina unaitwa nani? Abdi. Kweli tu Abdi. Abdi. Gabriel. Gabriel katika Uislamu ni Jibril, na Jibril ni miongoni mwa malaika watukufu wa Mwenyezi Mungu. Jibril ndio malaika ambaye analeta wahai, yani revelation, kutoka kwa Mwenyezi Mungu mpaka kwa mitume wa Mwenyezi Mungu. Gabriel ni dini gani? Muislamu. Gabriel ni Muislamu wa kusilimu ama kuzaliwa? Kusilimu. Kusilimu. Ulisilimu lini yani? Umechukua muda gani katika dini? 2015. 2015 hadi wa leo, hiyo ni karibu takriban miaka 11 katika Uislamu. Kweli si kweli? Kweli. Na kuanzia wakati uliposilimu hadi sasa, hivi umefaidi kitu gani baada ya kusilimu? Kuna ile mambo ilitokea tu kidogo, kasimama tu kidogo. Ukasimama kidogo. God bless you so much. God bless you sir. God bless you too much daddy. Thank you so much brother. Thank you. Allah kubariki sana mzee. Thank you so much brother. God bless you so much. Fiti. Mungu akubariki sana tafadhali. Haya. Unasema ulisimama kidogo. Kidogo tu. Kusimamisha biashara, kusimamisha kazi au kusimamisha dini? Mambo tu ilitokea tu kidogo. Ukasimamisha nini? Dini tu kidogo. Ukasimamisha dini kidogo. Mwenyezi Mungu anatuambia katika Qur'an ya kwamba tusimamishe dini ya Mwenyezi Mungu, na tusimamishe swala, tusimamishe dini na tusimamishe swala. Mwenyezi Mungu anatuamrisha hivyo katika Qur'ani kwamba tusimamishe dini na tusimamishe sala. Na wewe unasema ulisimamisha dini. Ulisimama kidogo. Ulisimama. Kwa hivyo ulisimamisha dini. Vizuri sana. Ulisimamisha dini. Ama unamaanisha uliacha dini kidogo, ama unamaanisha hivyo? Hivyo. Uliacha dini kidogo. Ukarudi tena katika Ukristo kidogo. Kwa mambo mengine yani. Yaani kuna shughuli yani. Shughuli gani? Za kiibada ama biashara tu kama hiyo? Biashara kwenda mbali. Kuna ilikuwa inaendanga na trailer yani. Na trailer. Kusafirisha vyombo, kusafirisha yani mizigo kutoka sehemu moja hadi nyingine. Hapa Kenya kuna Waislamu, hii matrela unayoona barabarani yanayebeba mizigo kutoka Mombasa bandarini mpaka kule magharibi ya Kenya kuingia Uganda, kwenda Burundi, kwenda Rwanda. Hivi una habari wengi ni Waislamu? Wengi. Waliacha dini? Wako. Sasa ni kitu gani wewe kinakufanya uache? Kwanza ukiwa mwendeshaji wa trailer ndio dini inakuwa rahisi sana kwako. Kwa sababu gani? Swala inakuwa ni safi kabisa, kwa sababu kila mahali unapofika kwenye kituo, mahali popote unapofika unapata hapo kuna msikiti. Na mahali popote ambapo matrela huwa yanasimama, huwa unapata lazima kuna msikiti wa watu kusali na hata kulala. Kweli si kweli? Ni kweli. Hii barabara ya kutoka Nairobi kuelekea Nakuru kwenda Salga huko bado kuna kituo
pale magari yanasimama, kuna misikiti pale barabarani, watu wanaswali hadi wanalala, asubuhi wanaendelea na safari zao. Madereva ambao hukesha kwenye magari, kulala kwenye magari au waende walale katika vile vyumba vya kununua ni wale ambao labda si Waislamu, lakini Muislamu huwa mara nyingi huwa hasumbukani kama wewe ni dereva. Unaona? Haya, msalimie shekhe kidogo. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu wapendwa watazamaji. Kabla hatujaendelea, kwanza ni shukrani nyingi kwa waliochangia katika kununua vifaa hivi. Ndugu Waislamu, Mwenyezi Mungu akulipeni fi dunia wal akhirah. Hapa tumeweza kupata gimbal mpya ambayo itakuwa inatusaidia katika kushikilia kamera yetu, na vile vile tumepata mataa mawili hapo pamoja na stand zake. Kila aliyechangia Mwenyezi Mungu amlipe fi dunia wal akhirah. Bila kusahau sadaka kubwa sana ambayo tumeweza kupokea kutoka kwa mama yetu, inshallah. Umesema unaitwa nani? Gabriel. Yeah. Asante. Nasikia ulikuwa Muislamu kaacha. Yeah. Na ulikuwa umejifunza nini kwenye Uislamu? Mambo tulikuwa tumejifunza kiasi. Mambo ilikuwa imejifunza kiasi. Nataka uniambie ni nini ulijifunza kwenye Uislamu? Mambo mingi. Nitajia hata mawili au matatu. Kama kuna ile kumejifunza kidogo, lakini imekaa ni kasahau. Ukumbuki chochote? Imekaa muda. Umesahau kila kitu. Wakati ulisilimu, nini kilikuvutia kwenye Uislamu? Iliona hiyo dini ni nzuri. Alafu baadaye ukaacha sababu ni mbaya? Ni shughuli. Si mbaya, shughuli. Shughuli hizo nasikia ukiongea na mwalimu za mambo ya trailer. Zilikuzuia vipi kufanya ibada? Ilikuwa naenda nchi za mbali, yani Rwanda, wapi, naona. Wewe dereva au tanboy? Tanboy. Dereva alikuwa Mkristo? Sasa mimi nafikiri usisingizie safari kwamba zilifanya wewe kuacha Uislamu. Sema tu na mambo yako ambayo labda ulikuwa unayafanya ukashindwa kuendelea na dini. Ungependa kurudi kwenye dini ama huko uliko uko sawa? Ungependa kurudi? Basi wacha nikusilimishe urudie maneno, lakini kuanzia hapa unaanza masomo. Hataki urudi kwenye dini tena ushindwe kuendelea tena, tukusikia umeenda sijui wapi. Urudi na usome, sawa? Sema ashhadu. Alafu naomba utoe sauti, maana hata huyu mwalimu hakusikii. Na hapo ulipo huyu hakusikii. Hata sauti hakuna. Hivyo ndio vile anaongea hivyo. Mimi huongea hivyo. Tuseme kwa mfano umefinywa tumbo vizuri, hivyo ndio utaongea ati niache. Mimi huongea hivyo yani. Sema ashhadu. Allah ilaha. Mbona sisikia hapo vizuri? Sisikia hapo vizuri. Ama ndo sauti tena imeenda. Ashhadu Allah ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullahi. Nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba hapana mola mwingine, hakuna mola mwingine apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu tu. Na nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ni Jibril, sio Gabriel. Jibril, sawa? Jibril. Niahidi kama utasoma dini. Utasoma. Uko tayari? Tayari. Inshallah. Huyu mwalimu atachukua details zako inshallah. Brother, karibia usalimie kama huyu alivyosalimia. Njoo usalimie. Njoo nisalimie hata kama hutaki kuulizwa swali. Njoo nisalimie tu.
Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe. Amani ya Mungu iwe pamoja nawe. Najibu aje sasa? Oh, hujui kujibu. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Kumbe hiyo anajua. Sasa hiyo kusema assalamu alaikum manake amani iwe nawe. Na wewe unajibu na wewe pia iwe nawe. Kwa hivyo nikwambia amani iwe nawe, unaniambia amani. Amani iwe nawe. Nawe pia iwe nawe, si ndio? Naitwa nani? Naitwa Simon. Simon ama Saimo. Mkristo, Muislamu, mpagani? Wewe ni Mkristo. Kwani kanisani wa mnasalimiana vipi? Sisi kanisani tunasalimiana Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo na mkimkuta mtu sio kanisani kama vile umetukuta hapa, unatusalimia vipi? Hujambo ndugu. Asa hii Bwana asifiwe mlitoa wapi? Hii tunasalimiana watu wa nyumbani. Hii Bwana asifiwe? Nyumbani yani kanisani? Asante sana. Watu wanaoitanishwa kwa jina la Kristo, maana wameelezewa kuhusu Kristo, wakapata ufahamu na kukubali kuwa kama baba yao. Sasa baba yao yupi? Yeyote ambaye amezaliwa kwa hiyo ukoo, hiyo ndio salamu ya nyumbani. Sasa kwamba Bwana Yesu asifiwe. Yani baba yetu asifiwe. Baba yetu nani? Yesu Kristo. Oh. Kwa hivyo baba yenu ni Yesu? Baba yetu ni Yesu Kristo. Asante. Nitakuuliza swali kutokana na hiyo kauli yako kwamba baba yenu ni Yesu, lakini kabla hatujaendelea, kwanza nikukaribisha sana kwenye mkutano huu wetu tunaita Dawa Mitaani. Lengo ni kusemezana na watu wa imani mbalimbali, na hapa unapata fursa ya kutuuliza sisi maswali kuhusiana na imani yetu, na vile vile tunakuuliza maswali kuhusiana na imani yako, maana tunaamini katika kuulizana na kujibizana ama kujadiliana huwa tunajifunza. Lakini mimi nimevutiwa na kutaka kujua hiyo imani yenu, lakini pia nakupa fursa kabla sijakuuliza maswali, uko na swali ungependa kuniuliza? Ningependa kukuuliza mimi swali. Kwa nini uliamua kuwa Muislamu? Kwa nini uliamua kuwa Muislamu? Kwa nini niliamua kuwa Muislamu? Qur'ani 2:138 inasemaje? 2:138. 2:138. 2:138 inasema Bismillahirrahmanirrahim. Uislamu ni pambo la Mwenyezi Mungu alilotupamba. Kuweni na nyinyi Waislamu. Eti Uislamu ni nini? Wewe umesoma. Rudia tena. Uislamu ni pambo la Mwenyezi Mungu alilotupamba. Kuweni na nyinyi Waislamu. Ati nyinyi kuweni Waislamu nyinyi. Uislamu ni pambo la Mwenyezi Mungu. Ungependa kujipamba? Mimi? Hapana. Wewe ujipambi? Wanajipamba lakini kwa katiba ya kikwetu, bali si kwa katiba ya dini nyingine. Sasa unajua nini maana ya kujipamba? Kwanza tuanzie hapo. Kujipamba? Kuna kujipamba kwa mwili na kuna kujipamba kwingineo, ambao kujipamba kwa mwili mtu anaweza kuna kuvaa vizuri kwa sababu maybe anaenda kuangalia kazi, maybe anataka kuwa na muonekano ulio sawa kulingana na ile kazi anayoifanya. Sasa maybe kama kuna ile ambayo wewe unajua. Asante sana. Ukiangalia kwa mfano mwanafunzi anapokwenda chuoni, au daktari anapoingia kazini kwake, au askari anapokwenda kuwajibika, huwa ana mavazi rasmi. Si ni kweli? Ndivyo. Bimaana ako na pambo ambalo hujipamba kulingana na kazi yake. Ndivyo. Hasa pambo ambalo limechaguliwa na mtu binafsi kwamba leo nitavaa hivi, leo nitafanya hivi,
au matendo yangu leo nitafanya hivi, na pambo la Mwenyezi Mungu lipi linafaa zaidi? Sasa maybe tafsiri la Mwenyezi Mungu linakaa aje? Maana mimi najua hili la nyuma hili. Mimi nimesema kuna mapambo watu wanajichagulia, na kuna pambo ambalo Mwenyezi Mungu anapendezwa nalo, ambalo amechagua yeye. Kwa mfano vile tumesoma katika aya kwamba Uislamu ni pambo. Bimaana sisi tumepambwa kwa Uislamu, matendo mazuri na utaratibu ambao Mwenyezi Mungu ametuwekea ni pambo tayari. Kwa hivyo Uislamu unapendeza, tabia zetu zinapendeza. Umenielewa? Hasa ndio nikauliza, kati ya pambo la Mwenyezi Mungu na pambo la mwanadamu lipi ambalo linafaa zaidi? Sasa la Mwenyezi Mungu ni lipi na la binadamu? Sisi tumekusomea hapo Uislamu ni pambo la Mwenyezi Mungu. Sasa kukaa katika Uislamu ni pambo tayari kwa Mwenyezi Mungu. Kwani Qur'ani imesemaje? Sasa kumaanisha ule ambao anaabudu Mother Goddess ama Muhindu ama mpagani, huyo si pambo kwa Mwenyezi Mungu. Hapana, kwa sababu Mwenyezi Mungu hajaamrisha watu kuabudu miungu. Kuna Mungu wangapi kwanza? Haya, nisomee 29:46 Qur'ani. 29:49 Qur'ani 29:49 inasema Bismillahirrahmanirrahim, bali hizi ni aya waziwazi. 46 ama unasoma 46 46. Naam. Inasemaje? Sema Bismillahirrahmanirrahim, wala msibishane na watu waliopewa kitabu kabla yenu, ila kwa yale majadiliano yaliyo mazuri, isipokuwa wale waliodhulumu miongoni mwao. Nasemeni, tunaamini yaliyoteremshwa kwetu na yaliyoteremshwa kwenu, na Mungu wetu na Mungu wenu ni mmoja, nasi ni wenye kunyenyekea kwake. Eti Mungu wetu na Mungu wenu ni mmoja. Kwa hivyo anayestahili kuabudiwa ni. Sasa hapo ndipo kuna swali sasa. Nasikia vile anasema Mungu wenu na Mungu wetu ni Mungu mmoja. Sasa ikiwa mimi ni Mkristo na wewe ni Muislamu, na Mungu anasema Mungu wenu na Mungu wetu ni mmoja, tafsiri yake hapo unaichukua namna gani? Kwani aliyekuumba ni nani? Amejumlisha. Wewe umeumbwa na nani? Umeumbwa na Mwenyezi Mungu. Na mimi? Umeumbwa na Mwenyezi Mungu. Wawili tofauti ama mmoja? Ni mmoja. Kwa hivyo huyo mmoja ndiye anastahili kufanywa nini? Sasa nataka kujua kwa nini wewe ukuwe Muislamu na mimi ni ukuwe Mkristo, na ile hali Mwenyezi Mungu ni mmoja. Asante. Unaona sasa? Swali zuri sana. Sasa kwa nini mimi Ramadhani nijiite Muislamu na yeye ajiite Mkristo hali Mwenyezi Mungu ni mmoja? Sasa kwanza mimi kwa Muislamu sikujiita mimi. Hebu sikiliza Qur'ani 22:78. 22:78. Na uweze kuchungulia hapo, msome pamoja. 22:78 inasema Bismillahirrahmanirrahim, na ipiganieni dini ya Mwenyezi Mungu kama inavyostahiki kupiganiwa. Yeye amekuchagueni muwe umma ulio bora, wala hakuweka juu yenu mambo mazito katika dini. Nayo dini hii ni mila ya baba yenu Ibrahimu. Yeye Mwenyezi Mungu alikuiteni Waislamu tangu katika vitabu vya zamani huko, na katika Qur'ani hii pia mumeitwa jina hilo. Eti nyinyi ama sisi Waislamu tumechaguliwa kuwa umma ulio bora, sawa? Ndivyo inavyosema. Ndivyo inavyosema. Nani ametuchagua? Wewe wajua. Mimi najua au turudie andiko? Naam. Narudia, inasema Bismillahirrahmanirrahim, na ipiganieni dini ya Mwenyezi Mungu kama inavyostahiki kupiganiwa. Kwanza tumeambiwa tupiganie dini ya Mwenyezi Mungu kama inavyostahiki kupiganiwa. Dini ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ana dini yake, sawa?
ama kuna dini ya Mwenyezi Mungu, sawa? Ndivyo inavyosema. Ndivyo inavyosema. Na umeona imesema hivyo? Umeona imesema hivyo. Asante sana, endelea. Yeye amekuchagueni muwe umma ulio bora. Yeye nani huyo? Yeye ni nani? Mungu. Asante. Yeye Mwenyezi Mungu amekuchagueni muwe umma ulio bora. Endelea. Wala hakuweka juu yenu mambo mazito katika dini. Nayo dini hii ni mila ya baba yenu Ibrahim. Yeye Mwenyezi Mungu alikuiteni Waislamu. Yeye Mwenyezi Mungu alikuiteni nani? Waislamu. Kwa hivyo sisi tumeitwa na nani? Na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo mimi ni Muislamu kwa kuwa nimeitwa na Mwenyezi Mungu. Na hii dini ya Uislamu tunaambiwa ni mila ya baba yetu Ibrahim. Kwa hivyo Ibrahim alikuwa ni Muislamu na ni baba wa imani, na sisi tukaja tukaendelea na hiyo mila yake ama mienendo yake ya kumwamini Mwenyezi Mungu mmoja tu, kumwabudu yeye peke yake. Sasa na mimi nikuulize tu swali, kwa sababu umesema mimi ni Muislamu na wewe ni Mkristo na Mungu wetu ni mmoja. Je, huyo Mwenyezi Mungu mmoja ndiye aliyechagua muwe wa Kristo? Kutuchagua sisi kuwa Kristo. Hapo inatokelezea wakati Sara alikosa kupata mtoto kwa Ibrahimu, akamsihi afanye ajihusishe kimapenzi ya mwili na Haga, kampata Ismail. Hapo ndipo kulitoka nyumba mbili ya kati ya Waislamu na Wakristo. Na mara Hagai alipofikisha miaka 12 alikuwa mtoto wa fujo, vurugu. Katika harakati Sara akamwambia Ibrahimu, naomba umchukue mkeo na huyu mwana umtoe katika hii ardhi, maana hata ardhi pamoja na mtoto wangu. Ibrahimu alipozusha, maana alikuwa mtoto wake wa kwanza, na mapenzi mara mingi huwa katika mtoto wa kwanza kwa mzazi, aliteta na sauti ya Mungu mara ikamwambia kwamba fanya vile mkeo anavyofanya. Ndipo akamtoa Ismail na Haga katika ile boma, ile shamba. Haga alipofika katika jangwa, yule mtoto Ismail alikuwa karibu kuzimia. Akamwachanisha mahali pa kurusha jiwe. Akalia kwa sauti sana kabisa. Maana Mungu alimpenda Ibrahimu. Akamtumanishia mjumbe malaika. Akamwambia kwamba angalia mkono wa kulia kuna kijito, kulikuwa na kawasis. Akamwambia kwamba nenda uchote maji upatie mtoto wako hata kufa. Akafanya hivyo. Hapo hivyo ndivyo akamwambia kwamba nitakupatia kibali popote atakapoenda Ismail. Now that's how unaona Waislamu kwamba they don't have as in the original land, anywhere they can go and access their, yani kukaa pale mahali. Na same to Wakristo, Waislamu, Wakristo kaangalia vizuri Wakristo. Maana namwambia Yakobo kwamba utakapopita katika maji mengi nitakuwa na wewe, na moto na mawimbi, na nitaita watu kutoka kaskazini, kusini, mashariki. Na sasa unaona kwamba wale Wakristo wa sasa hivi hawakai mahali pamoja na Waislamu pia. Naona maelezo yako ni mazuri na ni marefu, lakini mimi mpaka sasa hivi hujanijibu swali langu. Mimi nimekutolea aya katika Qur'ani, mumeitwa Waislamu ama tumeitwa Waislamu. Nimekuuliza, wapi Mwenyezi Mungu alikuiteni nyinyi wa Kristo? Sasa hadithi inayonipa ya kuzaliwa kwa Ismaili, sijui akafukuzwa akaenda jangwani, sijui akakosa maji, malaika akaja, hayo yote sijasikia Mkristo akitajwa hapo. Na kwa taarifa yako, hao manabii unaotaja Ibrahimu, Isaka, Yakobo, Ismaili na wengineo walikuwa ni Waislamu. Sasa mimi nataka uniambie Biblia ni hii. Hebu tufungulie hapo unaposoma itaja wa Kristo. Ibrahimu alikuwa Mkristo, sijui Isaka alikuwa Mkristo ama alianzisha dini ya Ukristo. Ndio tunataka hivyo. Na Biblia ndio hii hapa mbele. This a reference book. Si kitabu ati lazima ufunue. Unaona wakati hebu nikuulize, Biblia ina miaka mingapi? Wala Qur'ani ina miaka mingapi? Wakati wa Enoch ama wakati wa Adamu kulikuwa na Biblia?
Hakukuwa na Biblia. Hakukuwa na Biblia. Hawa watu walikuwa wanamcha Mungu ama hawakuwa wanamcha Mungu? Walikuwa wanamcha Mungu. Na sasa hii Biblia wakati unanipatia ni ufunuo ya nia gani? Ama ya sababu gani? Wewe si ni Mkristo? Ndivyo. Kwani kitabu chenu ni kipi? Hii sisi Mungu anamwambia Petro kwamba kuanzia leo hautaitwa Simon bali utaitwa Peter. Kwa kitabu gani? Kwa wapi? Wapi sasa? Unafaa kuamini si kuonyesha kwa ishara. Niamini maneno yako ama maandiko? Si kwa ishara, unaona? Na katika mwamba huu nitapanda kanisa langu na wala mbalango pa kuzuia. Swali langu ni je, niamini maneno yako au maneno ya Biblia? Sasa hii Biblia hebu nikuulize, hii Biblia imeandikwa na mwanadamu ama na Mwenyezi Mungu? Nijibu swali langu kwanza. Nijibu wewe usiniulize kuhusu Qur'ani kwanza kabla hujajibu swali langu. Wewe ni Mkristo. Kitabu chenu ni Biblia, sawa? Ndivyo, hii ndivyo Wakristo wanatumia. Ni yenu ama si yenu? Ni yetu tunaitumia. Asante. Maneno hayo unayoniambia yameandikwa wapi? Sasa ndio ninakwambia kufunua Biblia kusomea mtu nafunulianga wale watu ambao hawafanyi nini? Yaani kwa wale watu ambao hawaamini. Na sisi katika dini yetu tunaamini wala hatuendi katika ishara. Tunaamini mambo. Sasa huyu anaamini hayo unaoyaamini wewe? Hata kama haamini kumaanisha amesoma Biblia. Ile yenye alisoma ile aliamini ya kwamba ipo. Anaamini kwamba ilitendeka. Sikuelewi. Mimi Muislamu, hebu ngoja. Mimi Muislamu ukiniuliza swali kuhusiana na imani yangu na kutolea Qur'ani kama nilivyokutolea andiko. Wewe Mkristo na kuomba andiko hutaki kufungua Biblia. Kwani ya moto? Hata kuishika naogopa. Hata kuishika hutaki? Unaona? Sasa kuishika sitaki. Mimi nakwambia sisi katika dini yetu kitu ambacho tunahubiri sana kwa wingi pale mahali ni ya kwamba imani, tunahubiri mambo na imani. Hatuhubiri mambo na ishara. Imani gani? Unaona? Imani kuamini kwamba Yesu Kristo ndiye Mungu. Wapi imeandikwa? Ambaye anastahili kuabudiwa. Wapi imeandikwa anastahili kuabudiwa? Unaona? Nitakwambia jinsi mbingu inavyokaa. Sitaki mbingu inavyokaa. Hujai kwenda huko wewe. Niambie hivi, hivyo unavyosema mnafundishwa Yesu ni Mungu, ndiye anastahili kuabudiwa, mnasoma wapi? Nitakwambia tunafunzwa kwa Biblia. Wapi? Si ndio hiyo tusaidie rafiki. Sasa mimi sijui mahali penye imeandikwa. Lakini sawa. Tunasomea, unaona? Tunasomewa. Sasa mimi na imani kwa ile ambayo tunasomewa. Si ati ya kwamba lazima nifunue niangalie mahali penye maandiko. Haya, huyu ni wa kusomewa. Asante sana kaka. Huyu ni wa kusomewa. Sasa huyu kamdrag Nabii Ibrahim kwenye mambo yao ya Ukristo. Naam. Hebu nisomee Qur'ani 3:67. Naam. 3:67 Qur'an. 3:67. 3:67. Inasema Bismillahirrahmanirrahim. Ibrahimu hakuwa Myahudi wala Mkristo. Ibrahimu hakuwa nani? Hiyo ni Qur'ani ndivyo inavyosema. Hiyo sio gazeti, ni Qur'ani. Inasema Ibrahimu hakuwa nani? Pengine huoni vizuri? Ndivyo inavyosema. Aje inasemaje? Qur'ani inavyosema hivyo kwamba hakuwa Myahudi wala Mkristo. Mkristo yuko wapi? Ndio hii. Ibrahimu hakuwa nani? Alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Hakuwa nani? Acha nitakueleza hivi. Ndivyo. Usinieleze, mimi naomba vile imeandikwa. Sitaki maelezo ya kichwa. Si hadi ya kichwa. Mimi kulingana vile mimi naamini. Wewe unaamini kwa ishara? Sio vile unavyoamini. Wewe umesema imani yako ni ya kuambiwa, si ya kujisomea. Sasa hapa tunakusomea vile vile. Qur'ani imesema Ibrahimu hakuwa nani? Inasema. Hivyo ndio Qur'ani inavyosema. Aje. Wewe wajua. Mimi nimeshaona wewe wajua sasa wewe. Soma hujui. Maybe huenda sijui kusoma. Ni sawa. Ni sawa. Yaani huyu
Huyu mimi nimeenda shule. ابتسم فما أحلى تبسمنا.